Naam, hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media. Kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali huko kwenye uwanja wa vita na sehemu zingine mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Uwaligani mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini. Ninayo furaha tele ya kuweza kukualika katika habari zetu za asubuhi ya leo, ili upate kufahamu yote yanayojiri uko kwenye uwanja wa vita, jimboni Kivu ya Kusini lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Hivyo ili twende sambamba na kusihi kuweza kusubscribe channel hii, kucomment lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, asubuhi ya leo tunayo mengi ya kuweza kukujuza. Tutakujuza kuhusu mashambulizi ambayo yamefanywa na jeshi la taifa FARDC dhidi ya ngome za wahasi wa M23 na kile ambacho kinaendelea kwa sasa uko kwenye uwanja wa vita. Kama unavyofahamu mpendwa msikilizaji, kwenye uwanja wa vita mambo badilika kila saa na kila sekunde. Hivyo ni vema kuwa nasi kwa ajili ya kuweza kufahamu kila kinachoendelea huko. Itakuwa inapendeza sana. Basi kuwa nami mwanzo mpaka tamati katika uchambuzi wa habari zetu za asubuhi ya leo. Naam, bila shaka natumai ya kwamba utakuwa salama usalimini, na ninakukaribisha mara tena kwenye habari zetu za asubuhi ya leo ya tarehe 22 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Na tufungue ukurasa wetu wa habari na habari kutoka huko Kalembe ni wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako ngome ya wahasi wa M23 imelengwa na shambulio la angani lililofanywa na jeshi la taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC usiku wa kuamkia Jumanne tarehe 21 Oktoba karibu na eneo la Kalembe katika utawala wa Bashele wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, ndege isiyokuwa na urubani ilionekana ikizunguka angani katika eneo la Kalembe kabla ya kurusha mabomu katika kambi ya wahasi wa M23 inayopatikana maeneo hayo. Milio ya mabomu hayo iliwatisha wakahaji wa Kalembe na Kalonge waliodhani kuwa mapigano makali yameanza tena kati ya pande hizo mbili. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya majeruhi au vifo, lakini mashuhuda wamesema kwamba wameona harakati za magari ya wagonjwa yakisafiri kati ya Kalembe na Mweso mapema asubuhi ya tarehe 21. Ingawa hali iliripotiwa kuwa tulivu kidogo mchana, hofu bado inaendelea kutanda miongoni mwa wakahaji wa eneo hilo lililoko mpakani mwa wilayani Walikale na Masisi. Jeshi la serikali linaendelea kufanya mashambulizi ya kulenga ngome za wahasi wa M23 katika mikoani Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini, licha ya kutiwa saini kwa mkataba wa ufuatiliaji wa kusitisha mapigano kati ya serikali ya Kongo na kundi la wahasi wa AFC M23 tarehe 14 Oktoba mjini Doha chini ya uratibu wa Qatar na kwa msaada wa Marekani pamoja na Umoja wa Afrika. Baada ya shambulio hilo la angani lililofanywa na jeshi la serikali dhidi ya ngome za wahasi wa M23 karibu na eneo la Kalembe katika wilayani Masisi, ndege isiyo na urubani ya FARDC imetekeleza tena shambulio lingine usiku wa kuamkia Jumanne tarehe 21 Oktoba katika eneo la Ihula, kundi la Kisimba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, bomu lililorushwa na drone hiyo iliangukia karibu na moja ya kambi 3 ya wahasi iliyoko katika eneo hilo. Hata hivyo, takwimu za vifo na majeruhi pamoja na kiwango cha uharibifu wa mali bado haijafahamika, kwani eneo la tukio hakuna yoyote ambaye anafika sehemu hiyo. Taarifa zinaeleza kuwa jeshi la Kongo linaendelea kufanya mashambulizi kadhaa ya anga usiku kucha likilenga ngome za wahasi katika maeneo ya Kalembe na Kalonge
kwenye mpaka unaounganisha wilayani Walikale pamoja na Masisi. Mashambulizi haya yanaendelea katika mkoa wa Kivu ya Kusini pamoja na Kivu Kaskazini, licha ya mkataba wa usitishaji mapigano uliotiliwa saini tarehe 14 Oktoba mjini Doha kati ya serikali ya Kongo na kundi la waasi wa AFC M23 chini ya uratibu wa Qatar. Hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hali ni tete kabisa katika ngome za waasi wa M23 kwenye jimboni Kivu Kaskazini, ambayo imeshambuliwa vikali na ndege zisizokuwa na rubani za jeshi la taifa FARDC. FARDC endelea kushambulia ngome za waasi kwa lengo moja tu, ya kuweza kuhitaji waasi hao kuweza kujiondoa kwa hiari maeneo ambayo wanapatikana, licha ya kwamba waasi nao wanasema wako tayari kuachia maeneo ambayo wameweza kuyashikilia. Hivyo licha ya saini na harakati za kutafuta mbinu ya kusitisha vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bado hali ni tete, maana mapambano bado yanaendelea huko kwenye uwanja wa vita. Lakini baada ya mashambulizi haya, ni kipi ambacho waasi wa M23 wamekifanya pia? Sasa baada ya mashambulizi ambayo yametekelezwa na jeshi la taifa FARDC, kundi la waasi wa M23 limelaumu jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC kwa kile kinachoitwa kuwa mashambulizi ya mabomu dhidi ya ngome zake. Kundi hilo limeitaka serikali kuheshimu makubaliano ya usitishwaji mapigano. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne tarehe 21 Oktoba mwaka wa 2025, kundi hilo la M23 limesema kuwa jeshi la serikali likisaidiwa na washirika wake wazalendo limetekeleza mashambulizi kadhaa ya ndege isiyokuwa na urubani katika maeneo yenye wakazi wengi, yakiwemo Mpeti, Nzibira na vitongoji vyake, jambo ambalo linaloweka raia katika hatari kubwa. M23 imetaja mashambulizi hayo kuwa ukiukwaji wa wazi wa makubaliano yaliyotiliwa saini mjini Doha na Washington, ambayo lilenga kupunguza mvutano na kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kundi hilo linasisitiza kuwa linaendelea kuwa thabiti katika kulinda raia na kwamba litaendelea kukabiliana na kila tishio la usalama wao. Tuhuma hizi zinajitokeza huku mvutano ukiendelea kuongezeka katika maeneo kadhaa ya wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako mapigano kati ya FARDC na waasi wa M23 yameripotiwa katika siku za hivi karibuni. Baada ya waasi kulilaumu jeshi la taifa FARDC, wachambuzi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanasemea kwamba haiwezekani ngome za waasi zikishambuliwa kisha wao wanageuza madai kusemea kwamba walishambulia eneo za raia. Kila mara tulipokuwa kwenye harakati za kutafuta suluhisho la kuweza kusitisha vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, waasi wa M23 walikuwa wakitumia fursa hiyo kuweza kudhibiti miji mikubwa ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mbona sisi tulikuwa hatulaumu chochote? Sasa kwa nini wao wakishambuliwa tu wanakuwa wanalilia kusema ya kwamba eti tumeshambulia eneo ambako kunapatikana na raia? Mimi nahonya tu FARDC isiishie hapo, iendelee kushambulia eneo lote, kwa sababu vita hivi havitoisha kwenye makaratasi bali vitaisha kwa mtuto, amesema mchambuzi mmoja masuala ya kisiasa kwa sharti la kutaja jina. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hiyo ni hali halisi ambayo inaendelea huko jimboni Kivu Kaskazini, ambako FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kushambulia ngome za waasi wa M23 kwa lengo la kuhitaji waasi hao kuweza kuachia maeneo ambayo wanayadhibiti. Na tukisalia tu huko Masisi, ni kwamba angalau raia 7 wameuawa katika mapigano makali yaliyotokea Jumatatu tarehe 20 Oktoba kati ya waasi wa kundi la AFC M23 na wapiganaji wazalendo mjini Nyabiondo katika wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyoko maeneo ya Nyabiondo, waliuawa wote ni wakahaji wa nyumba moja baada ya bomu iliyorushwa kutoka kwenye uwanja wa vita kulipuka karibu na makazi yao. Taarifa zinaeleza kuwa miongoni mwa waliopoteza maisha ni watoto 4, huku watu wengine takribani 4 wakijeruhiwa na kupelekwa moja kwa moja hospitalini kwa ajili ya matibabu ya haraka. Hata hivyo, takwimu hizi bado ni za muda
zikisubiri uthibitisho rasmi kutoka mamlaka husika. Baada ya mapigano yaliyochukua takriban siku nzima, wapiganaji wazalendo walijiondoa katika mji wa Nyabiondo waliokuwa wameushambulia kuanzia saa 7 usiku kuamkia Jumatatu. Kwa sasa mji wa Nyabiondo umedhibitiwa upande mmoja na waasi wa M23. Vyanzo vya maeneo hayo vimeweza kututhibitishia hivyo mpaka sasa bado hali ni tete katika mji wa Nyabiondo, maana mji huu umegawanyika upande viwili, upande mmoja kukiwa wazalendo, upande mwingine kukiwa waasi wa M23, jambo ambalo endelea kuleta wasiwasi mkubwa, maana muda wowote wanaweza kukwaruzana tena. Na tujielekeze moja kwa moja huko Shabunda. Kiongozi wa heshima wa asisi ya kirahia wa Shabunda, Joseph Mpeseni, ametoa wito kwa serikali ya Kongo DRC kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu madai ya ubadilifu wa msaada wa serikali uliotolewa kwa waathirika wa majanga ya asili, wajane, yatima na wazee. Akizungumza na vyombo vya habari Jumatatu tarehe 20 Oktoba, Mpeseni alisema kuwa msaada huo umesambazwa kwa watu wasiostahili, huku walengwa halisi wakiachwa bila msaada. Anasema kuwa mkuu wa idara ya masuala ya kibinadamu kwa ushirikiano na mamlaka za eneo hilo ndiye anayedaiwa kuhusika na ubadilifu huo. Miongoni mwa vitu vilivyokuwa katika msaada huo ni pamoja na mabati, misumari, vikombe, madumu matupu, chumvi pamoja na bidhaa vingine mbalimbali. Kwa mujibu wa Mpeseni, amesema kuwa wahusika na kuorodhesha watu wameanza kuorodhesha majina yao kabla ya majina ya wahanga wa kweli, huku baadhi ya mabati yakidaiwa kuuzwa kwa wafanya biashara. Ametaka serikali irejeshe mali hizo kwa walengwa ambao wanastahili. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa eneo la Shabunda waliotajwa katika tuhuma hizo wamekanusha madai hayo, wakisisitiza kuwa msaada uliotolewa ulilenga wale ambao wanastahili kupewa. Tujielekeze huko mkoani Tanganyika ambako mfuko wa kibinadamu wa Umoja wa Mataifa umehifadhili ujenzi wa nyumba zaidi ya 700 katika kijiji cha Kabea Mkena wilayani Nyanzu mkoani Tanganyika kwa ajili ya watu wa jamii ya Twa pamoja na Bantu waliorejea makwao baada ya kupoteza kila kitu kutokana na mapambano makali ya kijamii. Nyumba hizo zinaojengwa kwa muundo unaofanana na kupangwa kando ya barabara kuu ni ishara ya uimara wa amani na pamoja kati ya jamii hizo mbili ambazo kwa muda mrefu zilikuwa zikiripotiwa kuwa na vurugu za ndani wao kwa wao. Kwa mujibu wa Roga Mwamba, mkuu wa ofisi wa uratibu wa misaada ya kibinadamu mjini Nyunzu, kijiji cha Kabea Mkena ni miongoni mwa vijiji vilivyowapokea wakimbizi wa ndani waliorejea kutoka maeneo ya kaskazini mwa Lukunga. Amesema zaidi ya familia 8,000 tayari zimerudi na mfuko wa kibinadamu kwa ushirikiano na shirika la IDES umewekeza rasilimali kulenga makazi hayo mapya. Mmoja wa waliopata fursa ya kuweza kupokea makazi ni Fadiala Lukombe. Amesema kwa hisia kwamba nyumba hizi zimebadilisha kabisa maisha yao. Amesema awali walikuwa wakiishi katika vibanda vya majani vilivyokuwa vikiathiriwa mara kwa mara na mvua, lakini sasa wanaishi salama katika nyumba zenye paa na mabati mazuri. Mbali na makazi, kijiji hicho kimenufaika pia na kituo cha afya kilichowekwa vifaa vya UNICEF ambacho kinatoa huduma za afya na mambo mengine mbalimbali. Aidha, shirika la Karitasi limeanzisha kamati za upatanisho wa jamii zikilenga kuimarisha umoja, amani na utulivu wa kijamii katika eneo hilo. Tumalizie taarifa yetu ya habari kutoka huko Fizi ambako shirika la Vifedi kwa msaada wa kifedha na FFC Fond de Femmes Congolaises limehitimisha mafunzo ya kilimo bora kwa kina mama 30 Jumamosi tarehe 18 Oktoba mwaka wa 2025.
Mafunzo hayo yalilenga kuongezea ujuzi katika utunzaji wa mbegu na mbinu bora za uzalishaji mazao kupitia kupanda miti mashambani. Kabla sijaingia studioni, niliweza kukuandalia ripoti ifuatayo. Shirika la Vifed kwa msaada wa kifedha na FFC Fonds de Femmes Congolaises limehitimisha mafunzo ya kilimo bora kwa kina mama 30 Jumamosi hii ya tarehe 18 Oktoba mwaka wa 2025. Mafunzo hayo yalilenga kuongezea ujuzi wa kina mama hao katika utunzaji wa mbegu na mbinu bora za uzalishaji mazao kupitia kupanda miti mashambani. Mafunzo haya yalifanyika kwa siku 3 mjini Baraka ndani ya manispaa ya Kalunja. Na leo washiriki walifanya majaribio ya vitendo au pratique ili kuonesha uelewa wao kupitia elimu walioipata. Kupitia mafunzo haya, wanawake wamepata ujuzi wa kisasa wa kuchagua mbegu bora, kutunza udongo, kupanda miti na kutumia mbolea asilia ili kuongeza mazao katika kilimo. Na sasa mwalimu aliongoza mafunzo hayo kwa muda wa siku 3, Bwana Juste Ekyose, akiwa mbobezi wa masuala ya kilimo mjini Baraka, ameelezea elimu aliyoitoa kwa kina mama hao. Huyu hapa, msikilize. Tulianza kuwafundisha kwa jumla mulimo yote. Siku ya pili, siku ya 5 tukakamata vituo vingine vya kuonesha mafaa ya miti ya matunda, na leo tulimalizia na ile siku ya pili tena tukawafundisha jinsi gani ya kulima, kutayarisha pepiniere ya kwao, na leo tunamalizia kwa kuonesha namna gani wanaweza fikia sasa kwenda kupanda ile miti mwenye shamba zao, na tunafika hata kwenda kuwaonesha pratique yenyewe, wao wenyewe wanafikia kuweza kupandikiza ile mti kwenye masashe, na mwisho itakuwa sasa kipindi cha kufuata kwende kutia miti yenyewe kwenye shamba zao. Baada ya mafunzo hayo, washiriki hawakubaki kimya. Wameeleza furaha yao na uelewa waliopata kipindi chote cha mafunzo, huku wakianza kulishukuru shirika la FFC pamoja na Vifed kuwatolea mafunzo hayo. Cha kwanza nashukuru FFC kwa kukuletea hii kazi hapa kwetu. Hii kazi ya kilimo nashukuru sana, tulijua vyenye hatukuwa tunajua. Juu kwa leo hivi, muda wa hizi siku 3 tuliingia mafunzo. Najua gisi ya kupanda mmea. Mimea yenyewe tulifunzwa, najua kupanda ndimu, najua kufanya germoire pale, najua. Nimeshukuru sana juu nimeelewa kwa hivyo. Na hivi hii mti yenye niko nayo ni mti ya chungwa. Nilishukuru juu nilijua gisi ya kutia chungwa humu msashe, sikuwa na vijua. Tangu leo nimejua jinsi ya kufanya kwanza germoire ya kupanda mmea mwingine ambao ni matunda ya ndimu na machungwa na machenja. Nimejua kuipanda kupitia shirika hili la Vifed ambalo limeshindikizwa na FFC. Imetufunza mambo mazuri sana. Nashukuru sana kwa kazi ambayo wanatuletea mafundisho, na wazidi kutufundisha na sisi pia tutafundisha wengine. Tukumbushe kuwa mafunzo haya yaliyodumu kwa muda wa siku 3 yalitolewa nalo shirika la Vifed kwa msaada wa kifedha kutoka FFC Fonds de Femmes Congolaises, wakilenga kuchangia katika kuongeza ujuzi kwa wanawake wa vijijini mbele ya changamoto za mabadiliko ya tabia nchi kupitia uendelezaji wa mbinu endelevu za kilimo katika eneo la Kalunja. Nikiripoti kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mjini Baraka, mimi ni Ramsey Ramadhani kwa niaba ya Amani TV Media. Na mpaka hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Niseme shukrani za dhati ziende kwako ambao uko nasi katika habari zetu za asubuhi, mchana na jioni. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye. Usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi.